Majina yangu naitwa Satumini Mlai, ni mhasibu kutoka Baraza la Sanaa la Taifa. Leo tarehe 28 na tarehe 29 kesho tutakuwa hapa katika mkoa wa Songwe kwa ajili ya kutoa mafunzo wezeshi. Mafunzo ya kuwawezesha maafisa biashara pamoja na maafisa utamaduni katika matumizi ya mfumo wa AMIS pamoja na Tausi. Mifumo hii imeunganishwa, hii ikiwa ni kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais alilosema kwamba tuunganishe mifumo yetu, mifumo ya serikali iweze kusomana. Kwa hivyo tumeunganisha hiyo, tutakuwa na maafisa tamaduni wote, maafisa biashara kutoka katika wilaya zote za mkoa wa Songwe. Lengo haswa ni hilo la kuwawezesha kufanya kuunganishwa mifumo. Tutaongelea mada mbalimbali, tutawapitisha kwenye kanuni za Baraza la Sanaa la Taifa, tutawapa na biashara ambazo zinapaswa kutekelezwa kwa kuunganisha hiyo mifumo pamoja na mambo mbalimbali. Sisi Baraza la Sanaa la Taifa tunadili na kukuza, kufufua na kuendeleza sanaa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa leo tutakuwa tuna mada hiyo ya kuonyesha namna ambazo biashara zinazotakiwa kufanyiwa kazi. Tutawapitisha wote, tutawaonyesha, tutapitisha na kwenye kanuni kidogo, lakini pia tunawakaribisha wasanii wote walioko hapa na wadau wote wa sanaa, kwenye kumbi za starehe, kumbi za burudani, kumbi za sherehe, kwenye tasnia za sanaa kama sanaa za maonyesho, muziki na kadhalika. Kama kuna maswali, kuna maoni, kuna lolote, basi tuko hapa kwa ajili yao. Wanaweza wakafika na wakatuuliza, tutawajibu kwa namna ambavyo watakuwa wanauliza. Tunawakaribisha sana watu wote ambao ni wadau wa sanaa katika mkoa wa Songwe. Sisi tuko hapa kwa hizo siku mbili, wanaweza kufika basi tukashia pamoja mambo mbalimbali yanayohusiana na sanaa. Sanaa ni ajira, kwa hivyo tuzingatie maelekezo ya Baraza la Sanaa. Sanaa imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mwaka 1984 na sheria hii inawaelekeza, tukisoma ile sura ya 204 kifungu cha 4, yeyote anayefanya kazi za sanaa awe amesajiliwa. Lakini pia sura hiyo ya 204 kifungu cha 4B, unaweza kupewa adhabu ya kuanzia shilingi milioni 1 na kuendelea. Zipo adhabu nyingi zinazoelezwa na kanuni yetu. Kama mtu hajasajiliwa kwa kufanya kazi za sanaa ni makosa. Kwa hivyo tunaomba wote tuzingatie, kufanya kazi ya sanaa bila kusajiliwa ni makosa na adhabu zake ni kuanzia shilingi milioni 1 na kuendelea. Karibuni sana. Kama kuna yeyote ambaye ana changamoto, anataka kuuliza, anataka kupata ufafanuzi kuhusiana na sanaa pamoja na miundombinu ya sanaa, tunawakaribisha sana hapa katika mkoa wa Songwe ili kusudi tuweze kushirikiana. Kwa majina naitwa Bwana James Oloji, ni afisa Baraza la Sanaa la Taifa. Tunategemea kusajili kazi zote za sanaa, wadau wote wa sanaa wanaojishughulisha na kazi za sanaa. Kama unavyojua kwamba sanaa ni kazi, sanaa ni ajira, sanaa ni biashara. Kwa hiyo tuna expect kwamba baada ya mfumo huu kueleweka kwa maafisa wote wa utamaduni na maafisa biashara wa halmashauri kote nchini, tunategemea kuwa kazi ya sanaa, kazi zote walengwa wote wa sanaa watakuwa wamejisajili kwenye mfumo huu na kuifanya sekta sasa ya sanaa kuwa rasmi kwa kupata takwimu sahihi ya wasanii na wafanyakazi na watu wanaofanya biashara za sanaa nchi nzima. Kwa hiyo rai yetu kama Baraza la Sanaa ni kuwaomba wadau wote wa sanaa waweze kujisajili ili kurasimisha sekta ya sanaa. Tulikuwa tunataka kuirasimisha sekta. Sasa hatuwezi kurasimisha sekta kama hatutakuwa na mfumo madhubuti wa kuwasajili wasanii na wafanyabiashara wote wanaofanya kazi za sanaa. Kwa hiyo kwa sasa tutaitatua changamoto hiyo
ya kutokuwa na database ya wasanii kwa nchi nzima. Kwa hiyo kwa sasa tutakuwa na database, na database hiyo itaondoa kero nyingi kama ya kuondoa vibali ambavyo vinakuwa vinakatwa ovyo ovyo, vibali feki. Lakini pili, itaondoa urasimu, lakini itamwekea afisa utamaduni mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa kuwa unafanya kwenye mfumo. Lakini pia sekta ya sanaa kwa ujumla itakuwa rasmi kwa kuwatambua wafanyakazi wasanii wote na watu wanaofanya kazi za sanaa. Lakini kwa kuongeza kipato, kwa sababu tutawasajili na tutasaidia kuongeza kipato. Lakini pia tutasaidia pia wafanya kazi za sanaa wote watambulike na wataweza kupata namba za NIDA kwa urahisi. Wote watakuwa na namba za NIDA, lakini pia watakuwa na uwezo kupata msaada wa kisheria kutoka Baraza la Sanaa la Taifa. Lakini la mwisho ni maagizo ya Mheshimiwa Rais kwamba mifumo yote isomane, za serikali isomane. Kwa hiyo pia ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais. Kwa jina naitwa Godfrey Akinigo Msokwa, ni afisa utamaduni wa mkoa wa Songwe kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Leo tumepata mafunzo namna ya kusajili wasanii, vikundi, kumbi, wasanii binafsi kwenye mfumo. Mwanzo tulikuwa na sajili kwa hard copy, yani kwa karatasi. Na baadaye unasafiri kwenda mpaka Dar es Salaam BASATA kwenda kusajili, ambayo ilikuwa inachukua muda mrefu sana na ilikuwa inatumia gharama kubwa sana. Lakini kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza kwamba mifumo yote isomane, na sisi leo kupitia Baraza la Sanaa Tanzania BASATA wamekuja kutupa mafunzo maafisa utamaduni wa mkoa na maafisa biashara wa wilaya halmashauri. Ziko faida kubwa sana ambazo tumezipata kwa njia ya kusajili makundi mbalimbali ya sanaa kwenye mfumo. Kwanza, tunaokoa muda. Hiyo ni faida namba moja, tunaokoa muda wa usajili. Lakini pili, unatufanya tuwe na database nzuri ya kuwajua wasanii na vikundi mbalimbali, kumbi za burudani. Lakini pia faida nyingine, inatufanya sisi ambao ndio wadau wakubwa wa sanaa kuwa na ufuatiliaji wakubwa sana wa mapato kwenye maeneo yetu, kwa sababu sasa utajua kwamba tumeshavijua vyanzo vya mapato vya sanaa. Kwa utajua kumbe hiki nacho ni chanzo. Kwa ni moja ya faida nyingine ni kwamba tumevijua vyanzo vya mapato vya sanaa. Lakini faida nyingine, unatuunganisha na wasanii, unajenga urafiki. Kwa sasa msanii atafika, atahudumiwa haraka, ataondoka, baada ya kwamba atasubiri muda mrefu kama zamani. Kwa hiyo ni faida kubwa sana tuliyopata. Naitwa Maria Chacha, kaimu afisa biashara wilaya ya Songwe. Mafunzo haya yamekuwa na tija kwetu kwa sababu yanatusaidia kurasimisha biashara zote za sanaa na kuwatambua wadau wa sanaa na shughuli wanazozifanya. Awali watu hao walikuwa wamesahaulika, kundi hili lilikuwa limeachwa nyuma, hivyo kufanya mapato yanayotokana na shughuli hizi yasikusanywe. Lakini tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutuletea mafunzo haya ya mfumo wa AMIS, kwa sababu tunakwenda kuzitambua na kuzirasimisha biashara hizi, mfano wafanyabiashara wa vifaa vya utamaduni, wamiliki wa kumbi za starehe zenye miundombinu ya sanaa, kumbi za sherehe ambazo nyingi katika maeneo yetu tulikuwa hatujazitambua. Lakini kutokana na mafunzo haya, kwa kushirikiana na maafisa utamaduni wa wilaya, tunakwenda kuwafikia watu hawa na kukusanya mapato yatakayoziwezesha halmashauri zetu kupeleka maendeleo kwa wananchi. Tunashukuru sana serikali, vile tunashukuru serikali yetu ya mkoa kwa kutuwezesha kupata mafunzo haya hapa mkoani. Mimi naitwa Yusuf Saidi, ni afisa utamaduni halmashauri ya wilaya Ileje. Nimehudhuria mafunzo haya ya
mifumo hii ya wadau wa sanaa pamoja na Tausi, AMIS pamoja na Tausi. Na mimi kama miongoni mwa wasajili wasaidizi wa BASATA nitahakikisha cha kwanza kabisa nawafikia wadau wangu wa sanaa ili niweze kuwapa elimu kwa kutumia njia mbalimbali. Na baadhi ya njia hizo nitakazotumia, njia ya kwanza ni kuandaa semina mbalimbali. Lengo ni kutoa elimu na kuonyesha umuhimu wa mfumo, namna ya kujisajili, lakini pia faida atakazozipata mdau wa sanaa baada ya kujisajili. Lakini mbinu nyingine nitakayotumia kwa lengo la kuwafikia na kutoa elimu kwa wadau wa sanaa ni pamoja na kutumia redio jamii ambayo ipo kwenye halmashauri yetu, bila kusahau mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa mtandao ule wa halmashauri. Lakini baada ya hapo pia nitatumia namna ya kuweza kuwafikia kwenye studio na kwenye sehemu zao ambazo wanazofanyia kazi, kuweza kuwapa elimu na kuwaeleza umuhimu wa mfumo mzima, faida wanazoweza kuzipata na vitu kama hivyo. Lakini pia nitatumia pia majukwaa mbalimbali ya serikali kama vile zile jogging na midahalo mbalimbali ambayo itakayoandaliwa na taasisi ama halmashauri kiujumla, kuweza na mimi sasa kutoa elimu kwa baadhi ya wadau wa sanaa ambao labda sikuweza kuwafikia au kupata taarifa kwa kutumia hizo njia zingine ambazo nimezitaja. Kwa hiyo mimi kama mdau wa sanaa ama msajili msaidizi wa BASATA nitahakikisha napambana kadri nitakavyoweza ili niweze kuwafikia wadau wa sanaa ili na wao waweze kunufaika na usajili wa BASATA, lakini pia kazi mbalimbali watakazokuwa wanazifanya kutambulika, ikiwemo pamoja na kupata fursa mbalimbali za kushiriki kwenye matamasha ya serikali na matamasha makubwa, lakini vile vile kupata haki zao za msingi kama watapata changamoto wakiwa wanahitaji msaada wa kisheria na vitu kama hivyo. Asante. Kwa majina naitwa Mponda Ramadhani, afisa utamaduni wilaya ya Mbozi. Leo tumekuwa hapa kwa siku mbili, jana na leo, kujifunza masuala ya mfumo wa AMIS lakini pamoja na Tausi. Kwanza tunashukuru sana serikali kwa kuunganisha hii mifumo. Awali mifumo hii ilikuwa haisomana, lakini kwa sasa mifumo hii inasomana vizuri. AMIS, Tausi inasomana vizuri. Leo tumejifunza kuhusiana na namna ya kusajili wasanii binafsi, kumbi za burudani. Katika hili la wasanii, Mbozi tumekuwa na wasanii wengi sana chipukizi wakiogopa kujisajili, wakijua kwamba jambo hili ni gharama kubwa mpaka uende Dar es Salaam ama Dodoma, lakini si kweli. Sisi kama maafisa utamaduni katika halmashauri zetu, sisi ni wasajili wasaidizi. Kwa wito wangu kwa wasanii wote wa wilaya ya Mbozi, wafike ofisini, tutamsajili ndani ya dakika chache sana na ataweza kuwa amesajiliwa na atakuwa rasmi kufanya kazi zake katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia tunashukuru kwa sababu haya mafunzo sasa yatatuondolea ile changamoto ya wakati wa usajili, badala ya mtu kuandika na kumtumia mtu akasajili huko mbali. Sasa tunatumia mfumo moja kwa moja. Ukiwa ofisini unaweza ukamsajili msanii bila kupata tatizo lolote. Kwa hiyo tunafikiri wasanii ile adha ya kucheleweshewa usajili wao itakuwa imekwisha. Na pia utatusaidia sisi kujua takwimu za wasanii wetu ambao tayari tutakuwa tumewasajili kwenye mfumo. Maana tumetoa mapendekezo kwamba huu mfumo tuwe na akaunti ambayo inaweza ikatusaidia sisi moja kwa moja ku access ni wasanii wapi ambao wanapatikana katika mkoa wangu. Kwa hiyo nafikiri hili linaenda kutuondolea tatizo kubwa ambalo lilikuwepo mwanzo la kuchelewesha usajili. Kwa jina naitwa Basil Justine Mbogo, afisa utamaduni kutoka halmashauri ya Momba. Kwanza nianze kuishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha BASATA kuleta huu mfumo. Mfumo wa AMIS ni mfumo ambao unaunganisha hii mifumo miwili inasomana. Kwa hiyo inawasaidia wasanii kuweza kujisajili kwa urahisi, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za BASATA, afisa utamaduni yeye ni msaidizi wa kuwasajili wasanii. Lakini pamoja na mazuri yote ya mfumo huu, ukiboreshwa, huyu afisa utamaduni aweze kupewa uwezo wa kuwasajili hawa wasanii
yeye ataweza kuboresha taarifa zao, kwa sababu wasanii anaweza kasahau labda password, nywila. Itakuwa rahisi kwake yeye kuwa reset zile password na kuendelea kutumia mfumo huu. Mfumo huu ni mzuri sana. Naamini wasanii wengi watajiunga kwa urahisi zaidi na BASATA litawatambua. Hivyo watakuwa huru kufanya biashara zao za sanaa pasipo bughudha yoyote ile, kwa sababu BASATA itakuwa inawatambua. Asante.